Hello ndugu zangu wa Tanzania, habari zenu? Naamini mko poa. Asanteni sana kwa kuendelea kuwa pamoja. Sasa kuna baadhi ya nchi ambazo huwa zinapingana na hii mistari miwili ambayo ni Mathayo 18:12 mpaka 14 na ule mstari unaotoka kwa kitabu cha Luka 15 mstari wa 4 pale na kuendelea. Kuna baadhi ya nchi huwa zinaipinga hii mistari ambayo ina mfano unaosema hivi. Kwa mfano, una kondoo 100. Hawa kondoo 100 anavyopotea mmoja utawaacha wale 99. Kwenye Mathayo imesema mlimani, kwenye Luka imesema nyikani. Utawaacha hawa 99 na kwenda kumfuata yule mmoja aliyepotea. Na hii ni kwa nini? Ni kwa sababu ya elimu kubwa ya upendo. Sasa sijui kama kwenye taifa lako wewe huu mstari una maana maana lilikuwa ni swali kwamba kama una kondoo 100, je, hutawaacha 99 na umfate mmoja aliyepotea? Lilikuwa ni swali. Sasa sijui kama kwenye nchi yako wewe mfano huu unakubalika kutoka kwenye vitabu hivi, lakini huu mfano ulikuwa una maana nyuma yake ya kufundisha upendo, kwamba hata mmoja ana thamani. Utaweza kuwaacha wale 99 umfate huyu mmoja aliyepotea ili arudi kwenye kundi la hawa 100. Kwa unaweza ukawa na mamilioni ya raia kwenye taifa lako, lakini kwa sababu ya upendo mmoja akipotea unahangaika kwa ajili yake. Sasa sijui kama hii mistari inachukiwa pia kwenye nani yako, lakini Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 20. Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 20. Pale panasema nini? Panasema kwamba huwezi ukasema unampenda Mungu usiyemuona. Unampenda Mungu usiyemuona wakati huna upendo wa kweli na ndugu yako au jirani yako unayemuona. Kwa hiyo wanaosifu na kuabudu huku wakichukulia poa maumivu ya wale ambao wanaweza kuwaona na kuwagusa, alafu wanapiga magoti wakilia wakimlilia Mungu na kusema wanamsifu Mungu, anawacheka na kuwadhihaki pia. Unajua bwana, upendo huo unalipa. Sijui kama mnamfahamu, kuna mwamba mmoja alikuwa anaitwa Valentin Stresser. Huyu jamaa walifanya mapinduzi, alikuwa anaitwa Captain Valentin Stresser. Walifanya mapinduzi na wenzake wakina Bayo. Baada ya kupindua nchi, dogo alivyoingia, kwanza picha linaanza alikuwa na umri wa kama miaka 25, alikuwa bado kijana mdogo. Alifanya mambo mengi yaliyoendana na umri wake mdogo huyu bwana Stresser. Alifikia hatua mpaka ile sikukuu ya Valentine Day aliifanya kuwa sherehe ya kitaifa kwa sababu jina lake linaanza na Valentin Stresser. Kwa watu walikula bata sana. Lakini rafiki yake waliyefanya naye mapinduzi bwana Bayo naye akaja akampindua, yakatokea madhira makubwa mpaka akakimbia nchi. Kule alikokimbilia, kwa sababu alikuwa na mwanamke wa kizungu, yule mwanamke alimtapeli kwa sababu pesa nyingi alikuwa amehifadhi kwenye akaunti ya mwanamke. Kwa akarudi kwenye umaskini. Lakini huyu Bayo mwenyewe hakukaa, naye akaondolewa madarakani kwa mapinduzi vile vile. Kwa hiyo Bayo na Stresser wakaukosa urais kwa sababu ya tamaa za Bayo. Wakaikosa ikulu hivyo kwa tamaa za Bayo. Ila sasa pointi ya msingi kwenye story hii ni kwamba Valentin Stresser, licha ya bata zote alizokula akiwa ikulu na kuruhusu raia wale bata wakati wa kazi watu wafanye kazi, huyu bwana hakuwahi kucheza na uhai wa mtu. Hakuwahi kabisa kucheza na uhai wa mtu. Kwa hiyo hata baada ya kupinduliwa akaenda uhamishoni, akakimbia, akarudi nchini, akakamatwa, akatoroka, akarudi tena. Umaskini ukampiga kutoka kuwa rais wa nchi mpaka kufikia hatua kwenda kusaidiana na mama yake kupika pombe kijijini. Si jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Lakini unajua kwa nini yeye aliweza kuishi kijijini na raia?
aliweza kurudi kwenye jamii aliyokulia na kuishi na raia wakati wa ufukara wake, kwa sababu hakucheza na uhai wa watu. Kwa hiyo watu walimkumbuka kwa mengi mazuri na kwa mabaya yasiyoonekana. Ndio maana alivyorudi kijijini aliweza kukaa na kuishi vizuri, mwisho wake ukawa mzuri. Kwa nini nimemwongelea Stresa? Kwa sababu kuna mtu mmoja kwenye comment amewahi kuandika akasema, unavyoendelea na masuala ya kuwakumbusha, basi kumbusha na waliotenda mema, mwisho wao ukawa mzuri. Stresa alipitia changamoto kubwa sana hapa mbaya, lakini mwisho wa siku rafiki yake yule aliyempindua Bwana Bayo akaja akashinda kwenye uchaguzi wa kidemokrasia, akarudi Ikulu, na alivyorudi Ikulu akamkumbuka rafiki yake, akamfuata kijijini akiwa anaumwa, akamtibisha, akampa hadhi ya kuwa rais mstaafu na vitu vingine kama hivyo, akayaona mema ya nchi uzeeni, kwa mwisho wake ukawa mzuri. Kwa nini? Kwa sababu hakucheza na damu za watu. Sasa nitarudisha miaka ya 2009 mkoa wa Kagera. Kwanza niseme mpaka hapa miaka 2000 na ngapi, tunamshukuru sana Kamanda Tosi, alikuja akasafisha majambazi mkoa wa Kagera. Kipindi hicho kulikuwa na polisi bwana, askari waliojali uhai wa raia na sio uhai wa matumbo yao na familia zao, enzi za Kamanda Tosi. Mungu ambariki sana yule bwana. Kwa mkoa wa Kagera tunajua kazi kubwa aliyoifanya kuhakikisha anamaliza ujambazi uliokuwa unatusumbua. Sasa kwenye harakati za majambazi wa mkoa wa Kagera, enzi hizo ilikuwa kila basi lazima apande askari mmoja kama escort. Kwa hivyo utaona kwamba miaka hiyo ya 2000 na ngapi huko nyuma, tulikuwa tukiwaona askari ndani ya basi tunawaona yani kama wafalme, kwa sababu tunahisi tuna mtetezi, tuna mkombozi ndani ya gari. Lakini kuna jambazi mmoja kati ya majambazi ambao wamewahi kuteka magari mkoa wa Kagera. Leo nimejikuta nakumbuka kauli yake kwenye utekaji ule, kwa sababu nilikuwa muhanga pale. Yule jamaa alisema, nipo hapa kuwaibieni. Hapo watu wote tumelala hivi. Nipo hapa kuwaibieni kila mlicho nacho, fedha na kila mlicho nacho, lakini sipo tayari kuwaibia roho zenu, labda tu mtakapoleta utata. Asubuhi ya leo nimejikuta nakumbuka kauli ya yule jambazi. Nairudia tena. Nipo hapa kuwaibia kila kilicho chenu, lakini siko tayari kuwaibia roho zenu. Niko hapa kuwaibia kila kilicho chenu, lakini siko hapa kuwaibia roho zenu. Wenye akili timamu mtakuwa mmenielewa. Waachie uhai, waibie kila kilicho chao. Kauli ya yule jambazi leo nimeitafakari. Watu waovu ni vigumu sana kukumbuka maneno yao, lakini leo nimekumbuka kauli ya mwovu huyo, kwamba nipo tayari kuwaibia kila mlicho nacho, lakini siko tayari kuwaibia roho zenu. Na ilikuwa hivyo. Hakuna hata mtu alipigwa kiboko, lakini kila aliyekuwa na fedha alinyang'anywa. Kwa hivyo tunagundua kwamba utu wema ni akiba ambayo haishi ukiamua isiishe, na kuna namna ya kuishi baada ya kufa. Hili huwa nalikumbusha. Hao ni akina Thomas Sankara, akina Fidel Castro na wengine kama hao ambao mpaka leo wanatajwa kwa mazuri. Leo nimewatajia na Valentine Stresa. Muone kwamba mwisho mwema unatendwa na matendo mema. Sasa ombi la mwisho, ninaombeni watazamaji wangu wote mlioko hapa, tuendelee kukuza channel hii, kwa sababu nataka iwe TV kubwa ili tuweze kuja kupata interview na watu mbalimbali huko baadaye, na mambo yetu mengine ya filamu na vitu kama hivyo vitakavyokuwa vinapanda kwenye TV hii ya Nkobe. Kwa hiyo nakuomba usiache kusubscribe, usiache kucomment, nipe maoni yako kwenye comment. Nasoma maoni ya watu wengi sana kwenye comment. Kwa hiyo usiache kucomment, usiache kusubscribe. Ni kitendo kidogo tu, unagusa subscribe, unagusa kikengele, maisha yanaendelea. Mungu awabariki sana wa Tanzania, tuendeleeni na tafakari. Nimezaliwa kwa ajili ya wenye akili, ndio maana wachache wananielewa. Mungu awabariki sana.